Katika historia hii ya Mtakatifu Francisco, mwanzoni tunataja jina lake kama Giovanni, na hii ni kwa sababu hili ni jina alilopewa na mama yake pale alipozaliwa. Giovanni di Pietro di Bernardone alizaliwa mwaka 1181 katika mji wa Umbria huko Italia. Mama yake Pica Bernardone alimlea katika maadili, lakini pia katika hali ya utajiri na ufahari. Wakati Francisco anazaliwa, baba yake alikuwa mbali na nchi, yani alikuwa nchini Ufaransa kibiashara, kwa sababu baba yake alikuwa ni mfanyabiashara maarufu wa vitambaa. Baba yake alifahamika kwa jina la Pietro Bernardone. Pietro Bernardone aliporudi kutoka Ufaransa katika biashara zake, alimbadilishia jina Giovanni na kumpa jina Francisco. Hii ilikuwa ni kwa sababu ya upendo wa Pietro Bernardone kwa watu wa Ufaransa na tamaduni zao. Hivyo aliamua kumuita mtoto wake Francisco, yani the little French. Kijana huyu alilelewa katika familia ya kifahari na aliweza kupata kila aina ya starehe. Baba yake alitamani sana mtoto wake arithi biashara yake, na pia alikuwa anatamani sana mtoto wake awe labda tajiri zaidi kuliko yeye, awe mfanyabiashara maarufu zaidi kuliko yeye, japo hakuwa anajua kwamba baadaye Mungu alikuwa na mpango na kijana wake. Francisco alijifunza biashara. Baba yake alimfundisha kuuza vitambaa, kukadiria bei na kufanya mahesabu ya fedha. Lakini pia Francisco kabla ya hapo alipelekwa shule ambapo alijifunza kusoma na kuandika na mahesabu muhimu, yani mahesabu ya msingi, ili aweze kufanya biashara na aweze kuhesabu fedha. Kijana huyu alibobea katika biashara, japo biashara haikumpa kuridhika katika nafsi yake, kwani alikuwa na malengo makubwa zaidi katika maisha yake. Pamoja na ufahari na fedha nyingi na kila kitu alichokihitaji katika maisha yake, lakini bado alihitaji kuwa na kitu zaidi ya kile alichokuwa nacho. Si kwamba alikuwa amekosa chochote katika maisha yake, bali alikuwa na kila kitu katika maisha yake, lakini bado kuna kitu alikihitaji ambacho alitamani kuwa shujaa wa vita. Katika maisha yake hakukosa chochote katika maisha yake, alipata kila kitu, lakini bado alikuwa anatamani kupata kitu zaidi ya yote aliyokuwa nayo. Alitamani kuwa shujaa wa vita. Mwaka 1201 huko Perugia, jirani na Italia, kulizuka vita. Francisco alitamani na yeye akapigane vita hiyo, lengo lake ikiwa ni kwamba awe shujaa na wakati ule heshima ilikuwa inapewa sana kwa watu mashujaa wa vita. Kwa hiyo yeye baada ya kuona watu wamepata heshima kubwa waliopigana vita, naye alitamani heshima hiyo. Kwa hiyo Francisco alimshirikisha baba yake tamanio lake la kujiunga na jeshi la Asizi ili aweze kujiunga na vita dhidi ya Perugia. Mwaka 1202 alijiandaa rasmi kwa ajili ya kwenda vitani huko Perugia, jirani na Asizi. Baba yake alimnunulia kila alichokuwa anakihitaji, alimnunulia silaha na mavazi ya kivita. Francisco ilipofika wakati wa kuondoka, aliondoka kwa matarajio makubwa sana ya ushindi na kuwa shujaa wa vita.